Tumeelekeza afisa ardhi na timu yake na huyo nani huyo? Chris waje hapa. Na hiyo siku nayo nimesema tarehe ya kuja hapa, Chris awepo hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuiweke sawa kwa maana ya nimeeleza hapa mwanzo kwamba mbele ya shule ya sekondari ya Tarime Mchanganyiko kuna barabara ya mita 25. Baada ya mita 25 kuna eneo lilikuwa la Mara Cooperative Union. Baada ya mita 25 za barabara kuna eneo la Mara Cooperative Union. Ndani ya eneo la Mara Cooperative Union ndilo eneo ambalo wananchi walikuwa wameshindia kesi. Kwenye eneo la Mara Cooperative Union. Hicho ndio ambacho tukiongea kwenye nini? Kwenye kikao. Ukipesi hapa mita 25 kutoka hapa mpaka pale alipokuwa amesimama Masinde. Unaona? Mpaka alikokuwa amesimama Masinde. Hilo ni eneo la nini? La barabara. Baada ya hapo kuna eneo la Mara Cooperative Union. Na hilo eneo ambalo limebaki ambao wanasema sasa ndio la mzee huyo sasa kama ni la kwake kweli, la ambao liko ndani ya Mara Cooperative Union halitoshi kuweza kupima viwanja. Kilichofanyika hapa ni uvamizi. Sio kama yasema alipewa na madiwani. Madiwani walikuwa na eneo la kumpa mtu. Utaratibu kipindi hicho kulikuwa ni serikali ya kijiji, na mamlaka ya kijiji. Mtu alipokuwa anahitaji eneo alikuwa anaandika barua kwa serikali ya kijiji. Mwenyekiti kamati ya kijiji ilikuwa na utaratibu mwenyekiti wa ardhi wa kijiji. Na wao walikuwa na utaratibu kama mtu ameomba eneo kujenga, wanapeleka taarifa kwa mkuu wa wilaya kwamba mtu fulani ameomba kuwekeza mahala fulani. Mchakato unafanyika kwamba eneo hilo lina mgogoro au halina mgogoro. Ni la mtu si la mtu, si ndio? Wao ndio walikuwa wanajua utaratibu wa serikali kijiji kwamba eneo hili husika utampa mwekezaji mahala papo hapana mgogoro. Lakini Peter Bwela hapa alituvamia kwa kutumia uwezo wake wa fedha. Naona hiyo. Na kutunyang'anya na kujenga. Mimi nimezaliwa humu. Kaburi la babu liko humu ndani, wamejenga ndani yake. Na wewe unafahamu hivi. Sasa wamejenga ndani yake kwa sababu kipindi hicho sio walikuwa makaburi yalikuwa hayajengewi. Ilikuwa wanaweka mawe ya kawaida ya kienyeji. Kwenye upande ule kwenye bweni la watoto. Ikija mashine ya kupima zile zinazopima, tutapata lile kaburi najua liliko. Naona. Babu alikufa mwaka 1969 mwezi wa 8. Naona. Kilichotutoa hapa ni utaratibu wa vijiji vya ujamaa. Tukasogezwa kwenye maeneo ilikuwa ni azimio la Arusha la kipindi cha Mheshimiwa Nyerere. Tukapanga nafikiri inaeleweka. Kwamba madiwani walikuwa wana eneo la kuweza kumpa mtu. Alikuja akatuvamia akavunja vitu vyetu. Kila kitu kulikuwa na matunda, miembe, katani ambayo ilikuwa imezunguka mji wetu. Akavunja kwa kutumia pesa. Akasaidiwa na maafisa ardhi kama sasa hivi walivyo. Naona. Akatupora, hakutulipa hata chapa moja. Na hata kuna dokumenti ambaye ilifanywa tathmini kwamba tulipwe. Kipindi hicho alikuwa afisa ardhi hapa ni marehemu alikuwa anaitwa Mwijarubi. Alifanya tathmini kwamba huyu jamaa tulipe lakini hakutulipa hata senti moja. Naona hiyo. Eneo lote hili lilikuwa ni mali yetu hapo pote. Naona hiyo. Mwaka 1995 na maana mpaka sasa. Kwa ramani ilikuwa ina cover wapi hadi wapi? Kwa ramani ilikuwa ina cover hapa mbele wakati tunajenga shule tuliacha kama mita 10 kwa ajili ya parking za gari zinazokuja kwenye taasisi ziwe zinapaki hapa. Kwa hiyo tuliacha kama mita 10 kutoka kwenye fence kuja huko. Ndio. Alafu baada ya mita 10 kulikuwa kuna barabara kama ramani inavyoonyesha. Kulikuwa kuna barabara ya mita 25. Ndio. Na hapo hivyo kuna muhtasari mwingine huko hapo pamoja na barua tulivyokuwa tunaendelea tunagawa eneo pamoja na barua. Lakini ramani ambayo tulipewa hii ramani ilitoka mwaka 1995 ambayo iliyoidhinisha ile eneo kuwa la shule. Ndio, hii ramani tumepewa mwaka 1995. Kwa majina naitwa Geoffrey Munyeka, mkazi wa Tarime, mtaa wa Turwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi ndio mwenye eneo hilo. Hapa ilipopanga mawe. Hilo eneo lilikuwa eneo la mzazi wangu. Tangu mwaka 1986.
baada ya mzee Alinipateje mzazi wako? nani? Sasa mimi hilo siwezi kujua kwa sababu mimi sijazaliwa. Naijua na mzazi wangu kabla hajafa alitugawia eneo. Aligawa hapa, akatugawia Magamaga, akatugawia Nkende. Hapa ngoja taratibu. Ndio. Nataka taratibu. Ndio. Tutaongea tu mpaka mwisho. Ndio. Wakati mzazi anakugawia wewe. Alishirikisha na viongozi wapo kwamba bwana tunampa mtoto wangu mpaka mwisho hapa hadi hapa. Au alisema tu hapa. Sasa mipaka ilikuwepo. Yaani kwa sababu mtu ambaye tulikuwa tunapakana naye ni huyu mzee. Huyu hapa. Ulikuwa unapakana na nani? Huyu hapa. Huyu. Mzee Mutakisiri na Mgosi Wegesa. Ngoja twende taratibu. Ulikuwa mnapakana mwisho wapi? Yeye hapa alipo ndio alikuwa tunapaka naye. Sisi tulikuwa twalima mpaka mwisho pale. Nataka ulipopakana naye wewe. Wapi? Naam. Ulipopakana naye wapi? Kwenye mawe, kwenye kisiki, kwenye mgomba au huko kwenye goli baada ya goli? Nyuma ya goli. Nyuma ya goli. Pale alipoweka mawe? Ndio. Au kwa nyuma kidogo? Kwa nyuma kidogo. Hii mawe yamesogeza. Sijajua kama amesogeza. Wewe sinakuuliza kwa sababu. Sio nasema kwenye mawe nyuma kidogo kwenye mawe yale nyuma. Maana pale palikuwa kama barabara. Ndio. Kuna kama barabara. Kwa Jumatano saa 10 jioni. Labda itokee mabadiliko. Tutakaa hapa. Hawa watakuwa wameshamaliza kazi yao. Baba, ukiona naweka kigingi kwenye nyumba yako, usinyanyue panga. Nimeelekeza afisa ardhi na timu yake na huyo nani huyo? Chris waje hapa. Na hiyo siku nayo nimesema tarehe ya kuja hapa, Chris awepo hapa. Sawa mheshimiwa. Unaelewa? Mtapima eneo linaishia wapi la huyu Profesa Mwera. Amesema si mita 10 sio nini, mtaangalia kwenye ramani. Mtapima kipande cha barabara inapoanzia mpaka inapoishia. Sijajua watu wa TARURA kama mnakuwa na reserve au kuna reserve. Haina reserve. Kwa mtapima mpaka pale mtamaki. Ila kama ni barabara ambayo inatumika sasa hivi msiweke kitu watu kupata shida. Utaweka tu alama kwa kuchimba shimo. Huku unaweza kaweka hata kabikoni. Kaweke tu. Kakuja kumalizia mgogoro. Au weka hata jiwe, chimba weka jiwe. Na kule hivyo hivyo, mkija siku mtatuonyesha. Alafu tutoe maelekezo. Kama yule amesogeza mawe tutamwambia rudisha mawe. Kama yako eneo lake halali tutamwachia eneo lake halali. Si nimeeleka vizuri eh? Pasipo kumonea. Lakini mgogoro tunakuja kumaliza tarehe 10. Utakuwa tarehe 10? Hiyo Jumatano tutakuwa tarehe ngapi? Tarehe 9. Naenda kukaa na hizi karatasi zangu na mimi naenda kukaa nazo nizisome vizuri. Nizielewe. Na watu wangu. Tukija hapa ni kupiga wembe tu. Si nimeeleka vizuri eh? Na tutatenda haki. Eneo ambalo tutahangaika nalo ni hapa mbele. Huko nyuma ile unajua walishamalizana mpaka tumejenga. Sitaki kurudi hapa. Tuone kinabaki vipi. Kama tutasema ni barabara iko hapa, tutaache hiyo barabara. Kama tunaona ni makazi ya mtu tutaendelea kurundika mambo. Mwela, hebu njoo. Tandaza ramani yako. Yaani tandaze kae kaskazini ya kweli. Wewe afsari. Kaskazini ya kweli, mashariki ya kweli. Hiki ni nini? Hii ni playground. Iko hapa. Iko kule nyuma. Wapi? Baada ya fence. Iko sawa. Iko sawa. Playground haina shida. Kwa ajili ya playground kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mpira. Mchezo tofauti. Lakini sambamba na hilo. Ana ukubwa gani? Na ukubwa karibia heka 1 na kitu. Haijavamiwa. Hiyo yenyewe iko vizuri. Lakini sambamba na hilo, hapa kuna taasisi mbili. Kuna taasisi ya Profesa Mwera Foundation na kuna taasisi ya Mwera Vision Foundation. Kwa hiyo taasisi ya Mwera Vision Foundation ndio inayomiliki shule ya msingi na ndio inayomiliki ule uwanja. Na ule uwanja una hati na shule ya msingi ina hati. Na uwanja umeandikwa Mwera Vision Foundation. Hii sekondari? Hii sekondari ambayo ndio hii hapa nyuma yako. Uwanja wake ambao tumekuwa tukitumia miaka yote huu wa hapa mbele. Kwenye document kama ilivyo haina uwanja. Haina. Haina basi. Nimekuelewa.
Hii ramani ni nani? Hii ramani iko valid. Imepitishwa. Iko registered. Basi tarehe 9 tutamaliza hii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitaka niondoke na kwenda kulala na picha hapa yote. Kwa ndugu wananchi, mimi niwashukuru sana. Kikao hiki mheshimiwa mwenyekiti, kwa heshima yako naomba tuahirishie mpaka tarehe 9 saa 10 jioni. Na nitaomba siku hiyo watangazie wananchi wako. Sawa. Ili tukitoa maamuzi hapa isitokee tena longolongo. Sawa. Na kama kuna mtu mwingine ana hoja ya hapa aje. Sawa. Si umenielewa? Sio tukimaliza ili kesho anaibuka mwingine. Kama hawapo mimi siku natoa maelekezo hapa moja kwa moja ya kiserikali kwa mujibu wa sheria. Nafikiri nimeleka vizuri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu. Ndugu zangu wananchi wote mliojitokeza, nadhani siku ya leo imekuwa ni siku ya kipekee sana. Sio kama siku zingine tunazokutana huku neno halieleweki. Mimi nimshukuru Mheshimiwa DC kwa ujio wake na viongozi mlioambatana nao wote kwa pamoja. Niseme ni asante sana. Baada ya kusema hapo, mimi niseme kikao nimekiahirisha mpaka tarehe hiyo, tarehe 9. Tarehe 9, tarehe 10. Tarehe 9. Haya, tukutane hapa tarehe 9.